Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bendera ya wekundu wa Msimbazi Simba, bendera ya Mbeya City. Ndio muda ambao miamba miwili inakwenda uwanjani. Kikosi cha Selemani Matola kimeanza na walinzi wanne, lakini wapo viungo wawili wenye tabia ya ukabaji. Safu ya mwamuzi wakati ni Nasoro Mwinchui kutoka Tanga. Kikosi cha Patrick Mwangata kimeanza pia katika shefu ya wanne na mmoja ambaye ni Mateo mwenye haki yake apate. Karibu sana Meja General Isamuyo, karibu sana Dar es Salaam, karibu sana kushuhudia kandanda safi. Anthony Mrigo mejaza ndani kule, cross inacheza kwa kichwa, mpira unakwenda nje. Eneza Simba lakini haikufaa. Anthony Mrigo kwa gula kushoto aliujaza ndani, mpira akaruka juu akaenda kuupiga mpira kwa kichwa na ukapoteza mwelekeo ukenda nje. Jonathan Soa haya kwenye mpira, anajaribu kunyosha mpira ule, anakataa katika nafasi tena. Shamu Karabwe ndani, anaikamata golikipa. Aliupokea mpira Eli Mpanzu akanyosha kwa guu lake la kulia, golikipa kaipangua, akakutana na Jonathan Soa kenda kurudisha tena ndani. Kante, Alassane Kante anakataa tena, atakuondosha mpira ndani ya box. Ondoka Jonathan Soa ndani ya box, amekwenda chini. Mwamuzi anasema ni foul. Imetafsirika Jonathan Soa amejiangusha na mwamuzi anajisachi. Kulikuwa kuna nafasi ya kuweza kumpa mpira Jean-Charles Ahwa, lakini akaona isiwe tabu, akaamua kutaka kumtambuka Kelvin Kingu Pemba, nyota wa zamani wa Mbabane Swallows ya Eswatini. Akaenda kugusa mpira kidogo tu bila kumbughudhi Jonathan Soa ambaye alikwenda chini. Kadi ya njano anaonyeshwa nyota wa zamani wa Medeama Mpanzu. Eli Mpanzu Catalyst nje ya lango. Beno David Kakolanya alijitahidi kujinyumbua, amepitishwa mali katika njia. Baraka mara nyingi anamimina cross ndani kule, hatari langoni, wamesafisha. Omari Chibada anabebatiza mpira ule. Chibada once again niacha pasi Vitalis, inaonekana kiwiko cha mkono cha Vitalis Mayanga kimefika. Kadi nyekundu moja kwa moja anaonyeshwa Vitalis Mayanga ameonyeshwa kadi nyekundu, kadi ya pili hii uwanjani. Kadi ya kwanza alionyeshwa, tazama, kiwiko cha mkono moja kwa moja kwa Anthony Mligo, enda kumpiga Anthony Mligo, na Anthony Mligo akacha kabisa kujishughulisha na mpira, akaonyesha kwamba nimeumia, akakaa chini. Wanakwenda kurusha Simba, ameshaanza kwa haraka. Jonathan Soa kwenye himaya yake. Soa Jonathan, nani ameonyesha? Ni Eli Mpanzu. Mpanzu anajaza ndani katika nafasi. Oh, wow! Ni Simba Sports Club, ni Morris Abraham. Simba ya ligi kuu haina kipengele uje nacho wewe. Morris Abraham anawatanguliza mbele Simba. Kazi ambayo alifanya Jonathan Soa, akamtengea Eli Mpanzu kibisawala, akafeint, akaunyanyua mpira ule. Morris Abraham akapiga moja kwa moja na mpira ukajia ndani ya wavu baada ya Beno David Kakolanya kushindwa kudhibiti kombora lile la pale kwa pale ndani ya boksi ya 18 ndani ya pochi. Morris Abraham anaweka mpira wavuni. Mpanzu kibisawala kutamaliza chini katika nafasi. Abraham anakamata golikipa, jaribio lake limekataliwa. Kibisawala Mpanzu alikuwa nao mpira, akaangalia nani anaonesha, kaonesha Morris Abraham, kapita lakini hakupata vyema ule mpira, wenyewe kaenda nje. Anajilaumu Morris Abraham, moja ya nyota. Shomari naijaza ndani huko, Jonathan Soa katika nafasi, jaribio lake limekataliwa. Jezi namba 14 Daniel Lukandamila uliyekuwa mpira, lakini wa mwisho kupiga ni
Jaribu kupita Jonathan Soa katika nafasi. Soa! Jonathan Soa, Ghanaian machine, kutoka ardhi ya Kwame Nkrumah mpaka ardhi ya Nyerere. Gabriel Mwepola alipitisha mpira, wakashindana wenyewe mawasiliano. Jonathan Soa anaimaliza kazi ambayo aliifanya akiwa na Medeama, akiwa na Al Nassr, akiwa na Singida Black Stars, na sasa akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Anamzidi maarifa golikipa Eliudi Eliudi Samuel Alassane Kante. Eli Mpanzu Kibisawala yapitishwa mali katika nafasi. Ahwa! Offside. Umeiona Veron Ball hii offside, lakini angalia hiyo sanaa ya pasi zilivyogongwa hapo. Amefeint, imepitishwa katika njia ile, ikamgonga mpinzani, ikapitishwa tena katika njia. Jean Charles Ahwa akakutana nayo, akaweka kambani. Kwa namna ambavyo aliondoka na mpira, umenyanyuliwa mpira katika nafasi. Jean Charles Ahwa anakataliwa. Wamechukua mechi Simba, wameweka mfukoni mwao. Kante jaza ndani kule, anakataa. Beno Kakolanya yupo chini hoi. Ulinyanyuliwa mpira kama una madhara hivi, lakini kilichomkuta Beno David Kakolanya ni kustretch mwili wake. Dakika mbili zilizoongezwa zimekamilisha dakika 45 za kwanza katika mchezo huu. Ni Simba dhidi ya Mbeya City, na wako mbele tayari Simba. Ondoka Stewart Sweetbet katika nafasi. Baraka Mwangosi kapita. Ambokile Alassane kwa Soa, amepitisha katika nafasi ile. Mligo ananyanyua kiujaza ndani, huko hatari langoni, unaotolewa nje. Katika lango lao alipita Anthony Mligo. David Beno Kakolanya alitokea na ucheza mpira hatari langoni, anaukamata tena. Baraka mara nyingi kwa Mwangosi, kapita nao. Ambokile anakataa, golikipa Eliudi Ambokile. Mwangosi aliuchukua mpira, akamsetia Eliudi, captain akanyosha Zuma, akakataa. Ilipelekwa kombora la moto lile, anakataliwa tena. Weka mpira pembeni huku. Duchu anaujaza ndani, unababatiza mpira hatari langoni. Dese Mukwala anasafisha, kiondosha David Mwasa. Beno Kakolanya amefanya kazi kubwa sana katika jaribio ambalo umeletewa. Hii hapa Dese Mukwala alitana, akapiga moja kwa moja, alipigia chini chini ile, akaiblock golikipa kwa mguu wake wa kulia. Miongoni mwa nyota ambao wana Simba wataka kumwona kwa udi na uvumba, basi ni Mohamed Bajabi. Ema amejaza free kick ndani, huko hatari langoni, anacheza kichwa, ni kama ameokoa. Captain baada ya kutoka Shomari Kapombe, mzee wa salute, amefurahishwa na hiki kilichotokea, licha kwamba mpira haukujaa kambani, lakini utapongeza jitihada ambayo ameifanya. Anaondoka Anthony Mligo, anaijaza ndani huku. Steven Dese Mukwala wa kwanza. Maema Neo Maema, Gifty Neo Maema aliseti kwanza. Steven Dese Mukwala akaupata Neo Maema, akawaangalia wabeki, akaamua kwa challenge kupitisha upande wa pili, akashoot kwa guu lake la kulia, mpira umekwenda nje. Mwana fainali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu jana akiwa na kikosi cha Mamelodi Sundowns, mpira wake umekwenda nje. Kubadilishwa tena katika nafasi. Morris Abraham kwa Kisigwato. Kibu Denis limepaa juu. Starboy amenyanyuliwa. Eli Mpanzu, fundi wa mpira, anakwenda bench. Anaingia Mohamed Bajaber, nyota ambaye wana Simba walikuwa wakimsubiri kwa hamu zote.
mwenyewe haamini hichi anachokiona, haamini vibe la wana Simba analoliona. All the way kutoka +254 Mohamed Bajabir anatambulishwa mchezoni na mashabiki wa Simba wanamshangilia kwa nguvu zote. Ni Starboy kutoka Kenya. Je, nini ambacho atakifanya? Tunasubiri kuona majibu yake kutoka katika miguu yake. Mohamed Bajabir, moja ya viungo wa ushambuliaji bora kabisa. Stephen Dese Mukwala amepita. Dese Mukwala bado yuko na mpira na nikaonesha katika nafasi. Bajabir! Karibu sana Tanzania, Mohamed Bajabir. Karibu sana +255 Mohamed Bajabir. Hao ni mashabiki wa Simba. Kuna utamu wa goli la Simba, alafu kuna utamu wa goli la Mohamed Bajabir. Ni Starboy, mpira wake wa kwanza anaweka kambani. Mchezaji mpya kwenye klabu, mchezo wake wa kwanza, mpira wa kwanza pale alijiandaa. Hapa anachukua nafasi ya Limpanzu, wanajichanganya wenyewe. Back pass, Stephen Dese Mukwala kutoka Uganda akampelekea Mkenya Mohamed Bajabir, akaujaza ndani ya wavu. Ni Starboy ndani ya ardhi ya Tanzania. Inatengenezwa combination triangle ya Afrika Mashariki. Ni wekundu wa Msimbazi Simba. Goli la Mohamed Bajabir ni goli la aina yake. Mwangosi, Mwani Tobias kapita katika nafasi. Mwani Tobias anakataliwa kwenda kucheza kimafia kweli. Mohamed Bajabir, hili ndo bao lake alilofunga. Ni mchezaji mpya ambaye hajapata nafasi ya kucheza kwenye mechi za kimashindano, mechi rasmi. Hii ndo ya kwanza. Ameanza mpira wa kwanza, anaweka kambani. Pinpin Kamara Musa akanyanyuka, alifurahishwa na hiki alichokiona. Lakini kwa upande wa Papua Nation wanaondoka na huzuni. Kwenye dakika zote 90 za mchezo zilizomalizika, ni mnyama Simba, ni Mohamed Bajabir ambaye ametambulishwa mchezoni na tayari ameanza kuonesha athari zake katika mchezo wake wa kwanza, akifunga bao katika mpira wa kwanza kabisa aliyowekewa kutoka kwa Stephen Mukwala Dese. Mohamed Bajabir, nyota ambaye msimu uliopita alibeba ubingwa wa ligi kuu ya Kenya akiwa na kikosi cha Polisi Kenya chini ya Etienne Ndairagije, ambaye kwa sasa ni kocha wa TRA United hapa Tanzania bara.